tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, bali ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Wale wote waliojifunza kwa Yesu watatembea kwa sifa yake na kwa tabia yake. Hawatakuwa watu walio kinyume, hawatafundisha uongo, hawataingiza madanganyo katika kanisa la Mungu, hawatakuwa wachoyo, hatakuwa watu wa kiburi na kujiinua, bali wataishi kwa imeandikwa na kutumia muda mwingi kujifunza neno la Mungu na kuwafundisha watu wengine. Kanisa la Mungu litaonekana kama linaanguka, lakini halitaanguka. Anapozungumza litaonekana kama linaanguka, tafsiri yake anasemea habari ya mafundisho ambayo yanaweza kuingia na kuwateka wengi, na tabia zote za ulimwengu zitaingia ndani. Na hivyo watu wengi wataacha imani, wengi watakuwa na imani za kimitindo, na hata kila mmoja ataona imani za kimtindo zitakavyokuwa na ibada za mazoea zitakavyokuwa. Watabadilisha mifumo ya ibada, kanuni zitabadilishwa, watu wataenda kufanya ibada kwa mazoea, watu watakuwa nakula kila kitu, watakunywa kila kitu, lakini waliosimama imara hawatayumba. Wataishi kwa kujifunza na kwa kutumia imeandikwa kama Kristo Bwana alivyosema alipokuwa katika majaribu. Kwa hiyo ombi langu ni hili: madanganyo yanapoingia ndani, tunashuhudia vitu vingi. Wakati uovu unapozidi, watu walio washiriki wa kanisa wakivaa mawigi, wakivaa nguo fupi, wakivaa sketi zenye mipasuo, wanavaa suruali, wanaingia kanisani, wanasuka nywele. Haya ndiyo yanayoonesha ya kwamba tupo mwisho wa wakati. Na tunashuhudia kanisa likiwa na jeshi. Jeshi limeingia ndani, wanafanya gwaride, wanafanya kila kitu wanachoweza. Lakini sisi hatutakuwa sehemu ya hao walioamua kupotoka. Tutasimamia imeandikwa, kwa sababu haya yote yametoka nje. Rumi imekusudia kuliharibu kanisa la Mungu, ila sisi tutasimama. Wale wote watakaodanganyika kwa kufuata hayo watapotea kwa mujibu wa neno la Mungu, hawatasimama. Kitendo cha kunyweshwa uongo ndivyo watakavyopotea. Onyo: linda watoto wako wasijifunze ubaya, wasikalili ubaya, wasisimame katika ubaya. Linda watoto wako wasiwe sehemu ya kile ambacho kinadhaniwa ni sahihi, kumbe ni nguvu za mwovu. Wafundishe watoto kucheza dansi kwa njia ya kuvaa nguo za kijeshi. Ni kuwaharibu na ni kuwapoteza milele. Mtu wa Mungu unayesafiri kwenda mbinguni, fuata Biblia na Biblia pekee. Acha kufanya mambo ambayo hayamo. Soma vitabu vya roho ya unabii, utaelewa kile ambacho Mungu anataka wafanye. Wale ambao hawaruhusi kusimama mimbarini, fundisha kama ilivyo na uwaeleze. Watoto wadogo waliorudi nyuma, wenye tabia ambazo zitakuwa zimeelezwa maisha yao, waepuke kusimama mahali hapo. Mimbara sio mahali pa kukaa kila mtu, na ni shida kubwa sana.